ndani ya 69 Sports na wakati huu na kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo ya kimichezo ambako hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao Simba siku ya tarehe 8 atakuwa na mchezo wake dhidi ya JKT katika uwanja wa Meja Jenerali pale Mbweni. Lakini pia tuliweza kuona makundi mnyama Simba na kundi lake. Vipi kwa wana Simba wenyewe, wanamuona mnyama akiingia katika hatua ya robo finali, huku wakisema mtani wao Young Africans yupo katika kundi gumu, kundi la kifo. Nipo na mwana Simba hapa. Uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri. Kwa majina naitwa Side Malipo Stiki, napatikana Makumbusho. Mimi ni mwana Simba kindaki. Shabiki kongwe la Simba. Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, tarehe iliyotaja mwandishi tutakuwa na JKT pale Mbwenu, wale hawawezi kutusumbua. Na katika ligi ya mabingwa barani Afrika sisi ni ligi ambayo tulioizoea. Kwanza tuanzie katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya JKT. Namna ambavyo tumekitazama kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi za hivi karibuni zilizopita hapa. Mchezo wa mwisho ulikuwa ni mchezo wa kimataifa ambapo umeweza kutinga katika hatua ya makundi. Simba ilicheza ndani ya dakika 90, haikupata bao. Na tuliweza kuona mabadiliko ya kikosi cha mwalimu Pantev. Safari hii mnarejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya JKT ambayo inaleta ushindani mkubwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kuna kipi kinaenda kutokea ndani ya dakika 90? JKT wajiandae kisaikolojia, kwa sababu kwanza sisi tunafanya mazoezi ya kupitia wao kwa ajili ya ligi ya mabingwa. Kwa na wasichukulia kwamba siku ile taifa ambayo tulicheza sababu tulikuwa tusha relax. Tuna pointi, tushafunga magoli 3 ugenini. Hapo uwanja tulikuwa tuna haja ya kujikamua sana. Tulikuwa tuna mechi nyingine Tabora. Tukaona hatuna haja ya kuumiza wachezaji, ndio maana kocha alikuwa anafanya mabadiliko. Lakini kiama kitaka kukuta JKT itakuwa ni kikubwa na watajuta kwa nini wakutana na Simba hii ambayo inaenda kukutana na klabu bingwa barani Afrika. Ndio. Kwa sababu Simba sisi sasa hivi tumedhamiria tunahitaji ubingwa kivyo vyote. Na sio kivyo vyote kwa mpira safi. Maana tukisema kivyo vyote maana kwa dhulumu, hapana. Sisi tunataka kwa mpira safi. Watu enjoy mpira na tupate matokeo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, klabu bingwa tunakwenda kukufuzu. Na ligi kuu tunakwenda kuchukua. Ndio. Safari hii heshima ya wekundu wa Msimbazi Simba inarejea. Safari hii tuna uhakika kurejea, kwa sababu wewe mwenyewe mwandishi unaona kwamba tuko vizuri, mpaka upinzani wetu au Topolo wana wasiwasi kwamba hao jamaa wakoje. Kila saa wanakala mpaka sasa hivi wanafikia hatua si waende wakacheze uwanja gani. Ndio. Young Africans, tukirejea kwa Young Africans ambao hapo umewazungumzia katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, wameuchagua uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar kama uwanja wao wa nyumbani. Timu 3 za Tanzania ama za bara huku zimeelekea kule New Amani Complex. Namna ambavyo unavyotazama kundi la Young Africans na namna ambavyo Yanga inavyocheza kwa hivi sasa, unaona Young Africans wakitoboa hadi katika hatua ya robo finali? Yaani hiyo ni ndoto Yanga kutoboa kwenye ile kundi. Wanamshinda nani? Yaani ukinipangia mwandishi pale wanaenda kushindana na nani Yanga pale? Yanga hawana uwezo wa kutoboa popote. Yanga hawapati nafasi hata ya 3, hawapati. Nafasi kwenye kundi lao, nafasi ya mwisho. Uwezo wa kuwafunga Ahali hawana, uwezo wa kuwafunga wale Waarabu hawana. Kwa Yanga hii ninavyoiona, wanamfunga nani? Wanatoboa kupitia nani? Angalia mpaka sasa hivi wana wasiwasi, wamechagua uwanja, wametoka hata hivyo, wametuacha, wamekimbilia New Amani. Ile yote ni kuwasiwasi ya kwamba hapa inakueje, wanatuogopa. Sisi hatuna time nao, sisi tunaangalia mambo yetu. Kwa hiyo Yanga uwezo wa kutoboa, labda waje kuchukua mbinu kwetu tuwape bana, piteni hivi, lakini sivyo hawana ujanja wa kutoboa popote. Yanga na uhakika kwenye kundi lao nafasi ya mwisho. Miongoni mwa wachambuzi akiwepo na Dominic Salamba amewapatia katika kundi la Yanga ni Yanga pamoja na Al Ahly katika hatua ya robo finali. Anawaona kwa namna ambavyo anavyotazama kikosi cha Yanga na mwalimu wake, basi anaiona mbali Yanga Afrika. Sasa ni mawazo yake yeye na ni mtazamo wake, ni mchambuzi, na mchambuzi hawezi kuipendelea timu ya nje akakosa kuipendelea timu yake ya ndani. Sasa mimi ni mshabiki wa Simba Sports, mimi furaha yangu nione Yanga wametoka, ndio ninafurahi. Umeshaona na wenyewe wakiona sisi tumetoka wanafurahi. Kwa hiyo mchambuzi lazima balance, kukopa lawama, na unajua wanaanga ni watu wa lawama. Lakini uwezo wa kutoboa, utakuja hapa kufanya interview siku nyingine, Mungu akituwekea wapesi, nitakwambia uliyaona wanatoboa kupitia nini. Hawana wachezaji sasa hivi. Yanga walifanya uroho wa kuuza wachezaji, wamemuuza nani yule
Aziz Ki wameuza wachezaji bora. Pale bakia na mchezaji ni huyo. Pacome tu ndio mchezaji wa Yanga. Kwa kikosi kizima cha Young Africans kina mchezaji bora mmoja tu. Alikuwa na Mzize, lakini Mzize ndio wiki 8 ndani. Yuko mgonjwa. Kuna nini tena? Young Africans imeshuka kiasi hicho. Yaani Young Africa sasa kama wana uwezo wa kutoa draw na Mbeya City. Haya kule Al-Ahly alitaka toboa. Sema goli wako mwandishi. Anaweza kutoboa. Mbeya City anampiga jasho. Side mpira si dakika 90. Sawa, lakini sasa unaangalia kwamba je, dakika 90 unaenda kupambana na nani hizo dakika 90? Unaenda kupambana na Al-Ahly. Wale Al-Ahly wanatuogopa sisi, so wao Yanga. Ingekuwa ni sisi wangesema hapa ni mtihani. Lakini kwa Yanga ni mtihani. Yanga wajipange tu kwa msimu ujao, lakini kwa mwaka huu watarudi mapema, tutagombania kombe la ndani. Unahisi Young Africans wamefeli wapi? Young Africans wamefeli kwa sababu kuna wachezaji wengi sana wamewasajili na waliopo wamechoka. Hawataki kukubali ukweli. Yanga wachezaji wamechoka, hawajafanya rotation ya kupata wachezaji wapya ambao ni wazuri. Waliowaingiza wenyewe hamna kitu. Tumemwona Mohamed Hussein ana assist. Mohamed Hussein ana assist kwenye timu gani? Kwenye mechi gani? Amefunga hapo KMC. Ile mechi wale KMC wale wanani au nani wanacheza wana relax Mtibwa. Yaani hawaendi mbele, wanapiga vipasi tufungeni. Wanasema kapteni tufunge. Ili leo kidogo wakutajetaji. Mohamed Hussein kaisha. Huwezi kutoka Simba ukaenda Yanga ukawa mzuri. Sisi Simba ukiona tumekuacha tulisha kuona huna kitu. Na angalia wachezaji wote waliotoka Simba kwenda Yanga hawajafanya vizuri. Kidogo ni ule dogo nani ule wa mkono wa kulia Mwenda kidogo, na yeye bahati yake aituzunguka akili. Akapita nani kule wapi? Singida ndo akaja Yanga. Aliona hapa nikienda moja kwa moja sifaulu. Ni mtihani ndugu yangu. Mnawafanyia shele. Hatuwafanyi shele kwa sababu sisi wale watoto tunawalea, lakini wakitoka wanatoka kwa dharau. Angalia Mohamed Hussein siku ile anachukua ngao ya jamii, anafurahi utasema akachukua kombe la dunia. Anatucheka. Mohamed Hussein kwa nini wakutucheka? Sisi tumemlea, tunampa mpaka ukapteni. Anatucheka sisi kwa ajili ya kombe la ngao ya Hisani. Kweli? Inshallah. Ni mtihani sana. Na shida ya kuongea. Hamna cha kuongea. Hakuna cha kuongea, lakini ninachowaambia Yanga msimu ujao ni ushauri wa bure. Wasipende kukumbatia wachezaji mpaka wanachoka. Wakiona mchezaji amechoka, waache wachezaji wasajili wachezaji wengine, wasisajili kwa miemko. Alafu wasisajili mchezaji wakisikia Simba amemfuata na wenyewe ndio wanaenda kutia mkono. Ili watafeli. Side, wekundu wa Msimbazi Simba katika michuano ya kimataifa katika hatua hii ya makundi bado mnaendelea kubakia pale pale katika uwanja wenu wa nyumbani Benjamin Mkapa, uwanja wa kujidai kwa mnyama. Namna ambavyo ulivyolitazama kundi lenu na wapinzani wenu, unamwona mnyama akiwa na michezo ya namna gani haswa? Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu tumebakia kwenye uwanja wetu wa nyumbani ambao ni wa Mkapa, hatoki mtu mwisho na Mkapa hatoki mtu, tumebakia nao. Na tunachoshukuru pointi 9 zote zitabakia Benjamin Mkapa. Tunachokifanya ni kwenda kutafuta pointi 3 ugenini, biashara imeishia hapo. Kwenye ile kundi hakuna kutuzuia tusipati pointi hata moja. Hakuna kwenye kundi letu. Hakuna mchezaji timu yote kutuzuia kwenye ile kundi lililopangwa. Na uhakika sisi tunapita, tunashika nafasi ya kwanza, wanaofuatia watajijua wenyewe. Namuona mnyama katika hatua ya robo finali. Sasa hivi tunafika mpaka finali. Yaani uhakika kufika finali tunayo. Yule kocha ambaye anaweka hivi anawaambia wachezaji pita hapa kwenye tatu. Ni hatari. Pantev hatari yule bala, hatari. Kocha Abdrazameni. Tunawapigia pira tatu, pira kipini, pira hereni. Watakoma wenyewe. Furaha imerejea Msimbazi. Mwenyezi Mungu sasa hivi furaha tunayo. Wenzetu ndio mbakia japo wamechukua ligi kuu, lakini wenyewe ndio wamekuwa hawana furaha, lakini sisi wana Simba tuna furaha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wanasema bado mapema kwa mnyama kuendelea kutamba na kujinasibu. Sisi tunatamba, tunaangalia na kikosi. Sisi tuna wachezaji ambao wamerudi kwenye fomu. Angalia wakina Mutale. Angalia wakina Mpanzu, angalia jinsi wanavyotembea. Unao mwenyewe unasema hapa kwa wachezaji wapo. Umemzungumzia Mpanzu ambaye tangu ligi kuu Tanzania bara ile na michezo hii hana performance nzuri. Hana performance kwa sababu unajua Simba sasa hivi na wachezaji wengi wazuri. Na kama na wachezaji wengi wazuri, yani kumuona Mpanzu ni mzuri kwenye kikosi kile ni ngumu kwa sababu kila mchezaji ni mzuri. Sasa Mpanzu mpaka hawazidi wote wale ni ngumu. Kwa mchezaji Mpanzu ni mchezaji mzuri. Kinachoboa ni vitu vidogo tu vile vya kwanza, anaushikilia sana mpira kuliko kuachia, lakini Mpanzu ni mzuri. Kama akiacha ile tabia yake ya kushikilia mpira muda mrefu, akawa akipata mpira anapiga chenga moja anamwachia mwenzake, Mpanzu ni mchezaji mzuri sana katika ligi yetu ya Tanzania. Shukrani Side. Mimi nashukuru sana. Tuko pamoja, tukutane ligi kuu, tukutane klabu bingwa. Umemuona Gamondi lakini? Gamondi nimemuona anakuja kufanya vizuri timu ya taifa.
Yuko vizuri. Yuko vizuri, hana shida. Unaiona wapi timu ya taifa? Timu ya taifa tunaiona iko mbali, lakini ninachokiomba kwenye TFF na shirikisho la mpira wampe majukumu. Wasimbane, wampe majukumu, achague mchezaji anaomtaka. Wasianzi kumpangia. Wakimpangia ina maana sisi tunafeli. Lakini wakimwacha achague wachezaji anawataka yeye, naamini tutafanya vizuri.